Na Wakenya wametoa hisia zao kuhusu makadirio ya bajeti ambayo yamesomwa na Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Mbadi. Wakazi mjini Machakos wakilalamikia hatua ya serikali kutoweka kipaumbele sekta zinazohusiana moja kwa moja na maisha ya kila siku kama afya, kilimo na usafiri katika mgao wa bajeti ya mwaka 2026-2027. Baada ya Waziri wa Fedha John Mbadi kusoma makadirio ya bajeti mwaka wa 2026 hadi 2027, Wakenya kutoka maeneo mbalimbali wametoa hisia zao kuhusu bajeti hiyo. Mjini Machakos, wakazi wakilalamika hatua ya serikali kutozipa kipaumbele sekta zinazoathiri maisha yao ya kila siku kama vile afya, kilimo na usafiri katika makadirio hayo. Upande wa defense naona pesa wametoa mingi sana kuliko zile sekta zingine kama health, agriculture na education. Hizo ndo muhimu sana kwa mwananchi. Kwa hivyo ningeomba serikali izingatie sana sekta ya health, education na agriculture na pia transport. At least iongeze pesa pale. Sasa hali vile imekuwa, hata hii budget kitu ya kwanza ni kureject. Juu hii budget inafinya kila mtu, maskini na tajiri. So sioni vile tunaweza kubali budget tuendelee hivyo na bado tunaendelea kuteseka. Wamebaini kuwa serikali imetenga fedha nyingi kwa matumizi yake ya kila siku na mishahara ya wafanyikazi wa serikali na kutenga mgao mdogo kwa miradi ya maendeleo kwa wananchi. Matumizi tukiangalia ya serikali, pesa wanatumia, sisemi wanatumia vibaya, lakini wameallocate pesa mingi sana kwa serikali. Wapunguze sana pia kutumia hizo pesa. Sisi wananchi ndio huwa tunatoa hiyo kodi. Alafu pia wakiongeza kutumia pesa pia watahitaji wakope pesa. Kwa hivyo tunaongezea hiyo gharama, sisi ndio tunalipa. Matumizi ya serikali sisi ndio tunalipa. Wakikopa pesa si bado ndio tutakatwa tax pia tulipe. Hata hivyo, wadau katika sekta ya uchukuzi wakitaka serikali kuangazia kupunguza bei ya mafuta katika mwaka ujao wa kifedha, kwani imeathiri gharama ya usafiri na wakazi wengi wanalalamika wakati wanaongeza nauli na bei ya usafiri. Mi kazi yangu ni Machakos Transport, hii ya kubebea from place to place. Gharama ya maisha mahali imetufikisha kwa sasa kwetu iko juu kulingana na venye mafuta ilivyopanda. Gharama ya maisha kwetu imekuwa juu. Kwa upande wa kikazi tumegharamika sana juu wakati mafuta ilipopanda, kubeba kwetu imekuwa ni shida sana. Tunaomba serikali inapopitisha budget ituteremshie mafuta. Isaac Musyoka, Undugu TV.